Leo nitaenda kuzungumzia namna ya kuweka mail merge. Mail merge ni kwamba tunaandaa document yetu kwa ajili ya kutumia watu ambao watu wataipitia then watarudisha feedback, either kama nimekosea sehemu au vipi, na tumefundisha jinsi kuweka track change kwa utakuwa unajua, au yeye mwenyewe mtu atika comment kwa kila sehemu ambayo utagundua kuna kosa, au sio labda kumpelekea mtu aangalie, au unaituma kwa ajili ya shareholder wako katika biashara zako au mambo mengine yote. Yes. So kabla sijaanza hapo, ningependa kuzungumzia kitu. Hii document tuliingiza kwa kutumia object. Kwa unaweza kuona huku type yake style tofauti na huku. Nataka nizifanye hizo style moja. Siwezi kusema labda niingie hapa nitafute style hii. Nitakuwa napoteza muda kwa sababu unaweza kuangalia mpaka kuipata hii inaweza ikachukua muda mrefu. So hapa kuna kitu kinaitwa format painter. Format painter ni nini? Kwamba yuko na format nyingine. Then hapa format nyingine. Nataka format ya hapa iwe sasa na hapa, then nitagusa katika document yangu ambayo nataka nichukue format yake, then nitaingia katika home tab, kuna format painter, nita click format painter, then nitaenda hapa, nita highlight sehemu yote ambayo nataka ina format kama ya huku. Unaweza kukuta even paragraph arrangement imekuwa tofauti. Likewise kama nikitaka na hapa na hapo pawe kama vile ilivyokuwa hapa format hapa, kwa nitagusa then nitaenda format painter, then nitakuja nita highlight document nzima. Yes, nikiachia inakuwa imekaa hivyo. Kama nikitaka pia masuala ya spacing nirekebishe, kwa nitaingia hapa, nitaweka masuala ya spacing, kwa nita highlight document yangu, then nitaenda spacing. Kama unavyozidi kuziona hapo zinabadilika, space inabadilika, lakini format ni ile ile. Yes. So kama unakumbuka kipindi cha mwisho tulizungumzia jinsi kuweka type tofauti za namba, na hii table of content kwa haina namba yote wala haina roman yote. Kwa nataka mimi niweke barua tunaweka hapa katika table of content, chini ya table of content, kwa maana hapa inakuwa haina namba, kwa maana sio sehemu ya kazi yako au report yako. Kwa nitabonyeza, naweza kubonyeza enter kushuka taratibu, lakini sio proper way. Proper way ni kwamba unaingia katika insert, then unasema blank page. Kwa blank page inaingia nzima kama nzima ambayo haina namba. Huku page utakuta yenyewe haina namba kabisa. Yes. Na hii hapa itakuwa ni format sasa na hii huku nyingine. Yes, kama hii hapa itaanza, hii itakuwa ni page 1 kama unavyoiona. Huko ni page 2, page 3 na kuendelea, kwa sababu hii hapa format yake iko haina namba. Then hapa mimi ndio nitaandika barua yangu. Yes. Naandikaje barua? Yes, tunaanza kama ifuatavyo. Nitaingia katika mailing. Katika mailing nitasema kwamba start mail merge. Yes, katika mail merge nitasema step by step merge wizard. Step by step ina hatua 6. Yes. So hapa itanitaka mimi niseme nataka nifanye kitu gani. Yes, tumesema kwamba tutaingiza hii, itaingizia hapa. Itaniuliza type of document ambayo nataka nifanye, either ni letter, nataka ni letter au email message. Nasema kama ni letter, then nasema next. Nakwambia how do you want to set up your letter, use the current documents command. Nitumie hapa au kuna template nyingine. Nasema nitumie document hii ambayo tayari ipo hapa, then use existing list kama list tayari ipo. Katika ku browse list nitaenda kutafuta list yangu ambayo ipo, au naweza nikaacha kwanza nikaingia next, au yes, tunaenda kwenye desktop nileka consumer. Yes, open sheet 1. Yes. Okay, naomba nizungumzie kitu. Kama unavyoona hii hapa consumer. Yes, na kama hii hapa naomba nibonyeze okay, afu tuonyeshane kitu. Hii hapa nilichukua kuzungumzia ni hapa consumers, kwa maana hii ni Excel sheet ambayo iko pembeni, ambayo hii ina taarifa zote za wateja wangu. Yes. Kama unavyoiona hapa ni hapa, ambapo first name, middle name, surname, phone number, region, product date, comments. Kama wewe ni mfanyabiashara unakuwa na vitu kama hivyo wateja wako, kwa maana kila muda utahitaji kujua vitu ambavyo unachukua na comments zao. Kwa hiyo wakati naandika barua, kwa maana kila mtu imwendee according to yeye atununua,
na vitu anavyopenda na iende kwa jina lake. Wateja wengi wanapenda barua ikienda iende kwa jina lake, na unajua like huyu mtu ananijua, ananijali. Yes, kwa ndo kama hivyo. So nilichofanya pale, tunaenda huko pembeni, then nimeconnect nayo. Yes, kwa tukirudi hapa, yes, next write your letter. Yes, kwa barua inaweza tukaandika kama hivi, then kuna sehemu za kujaza. For instance hapa dear inabidi liwepo jina la kila mtu. So dear nacha nafasi, naika koma, then na insert merge field. Nasema niweke first name, then first name nacha nafasi kidogo, followed by last name. First name, surname. Yes, na kwa hivyo thank you for recent purchase of. Ingia hapa, nasema naandike nini? Naandike product. Hapa na kwa product. So hapa nitapunguza nafasi product, kwa nitaandika product ambayo kila mtu alinunua. Yes, you are giving yes. Yes, baada ya hapo kingine tunaweza tukasema kwamba tuna format barua yetu. Barua yetu hapa juu kutakuwa na first name, kwa tunaandika first name space surname, then baada ya pale patafuatiwa na nini? Baada hivyo tutakuwa na street address. Street address yake nasema address yake huyu mtu anakaa hapa, tutaweka region. Then baada ya pale tunasema kwamba tuweke phone number, afu chini kabisa tunaweka date. Yes. Lakini kwa upande wa huku mimi nitasema kwamba nitaingia hapa kwa sasa hivi, zitokee huku nitaandika mimi kama mimi. Let's say nitaandika expert Kinyaia. Nitatoka nafasi, nitaka email yangu, reference mailing field, nitaka email. Hapa tunaweka comment, maybe you are satisfied. Yes, comment. Yes, tunataka kama hivyo au tuka highlight. Yes, tocha hivyo. Then hapa yes, kama ndio hivyo. Email address kingine cha kuweka hapa, kitu kingine nafikiri hakuna. Kwa hiyo barua yetu ishakamilika. Kwa hiyo hii barua ndio hivi, kwa kila mtu barua hii itamfikia kama jinsi ilivyo. Kingine labda tuseme kwamba tutaka tu insert labda iwe na label yetu sisi kama kampuni. Kwa hiyo tutaingia hapa, not there, desktop, Photoshop, then enter add. Yes, itakuja kama unavyoiona. Kwa mimi nitaingia hapa, then nitachagua iwe kwa ndani. Nafikiri unaweza kaiona inakuwa ipo kwa ndani, lakini pia naona kala yake imekuwa inaonekana sana, nataka ipauke. Yes, unaweza kuona imepauka. Kwa hiyo mtu atapokea hii barua, lakini isikuwa inaonekana hivyo. So baada ya pale na click hapa. Yes, kwa hapa na preview. Preview nakuta hapa jina Aisha Ali Lindi, namba ya simu dia Aisha Ali, natokea pale kila kitu export mocking hii. Yes, kwa hiyo zitaonekana zote hivyo. Kwa hiyo ikienda kwa kila mtu itamwendea hivyo.
edit individual letter. Kwa hiyo hapa zinaenda barua zote, kwa hiyo itatokea hivyo, Ishali ndio huyo hapo, itamwendea report kama nzima. Nitaka mwingine pia, nitaka kuprint itamwendea hivyo, nitaka kutuma nitatuma. So nafikiri paka hapa tumefikia mwisho. Yes, na hii ni report nyingine ya mtu mwingine. Huyu hapa Norati Pawamoko. Yes, kwa hiyo na view zote. Ikiisha hii inaunganika ripoti ya mtu mwingine. Yes, so nafikiri paka hapa tumefikia mwisho na tumefikia sehemu nzuri. Ningependa kila mtu afanye then anitumie documents kwenye email address yangu. Naweza nikaangalia then tukasema marekebisho, tukarekebishana ili mwisho siku tuweze kufanya kitu ambacho ni sahihi kwa kila mtu. Thanks for watching. Please naomba usisahau kusubscribe kuweza kupeana moyo kwa kazi zingine zinazokuja, na next program tutafundishana tutorial kuhusu Excel, ambapo tutaanzia Excel kuanzia mwanzoni for beginner, intermediate, advanced, then tutaenda kufundishana VBA application ambayo ni ya msingi sana kwa watu wa fani zote kujua Excel. Thanks for watching.